Swadakta sasa wanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo Pesa kwenda Halo Pesa na Halo Pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halotel, pamoja katika ubora. Basi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ila yawmiddin wa ba'd. Kwanza, jina langu ni Abubakar Zubairi Ali Mbwana, na nimezaliwa zamani kidogo 1953 miladia, na nimeweza kusoma kwa mashekhe mbalimbali wakubwa mu'tamad, yani wenye kutegemewa katika Afrika Mashariki, na nimesoma sehemu nyingi tu elimu ya dini kwa upana sana, na kufanya kazi ya dini kwa muda mrefu kama mwalimu wa madrasa, kazi za uimamu, ukhatibu, kazi za nyadhi na mambo ya da'wa na tabligh. Ni kazi ambazo nimezipitia kwa muda mrefu sana. Kwa ufupi, nimeweza kujiunga na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mwaka 1978, na nimshukuru mufti wa mwanzo Sheikh Hamed bin Juma bin Hamed al-Buhri, ambaye ameweza kunishawishi sana ni kama kijana niwe naye karibu katika kumsaidia shughuli zake za baraza, na kipindi hicho niliweza kusaidia katika maeneo mengi tu, yakiwemo vipindi vingi vya radio Tanzania. Kipindi hicho mambo ya TV ilikuwa bado, na hasa vipindi vile vya Qala Allahu Ta'ala, na hata baadaye fikra aliyoitoa iwe na siku nyingine tunabadilisha pia, tuwe tunaeleza maneno ya Mtume Muhammad sallam kama yaliyofahamika kama hadithi. Kwa hiyo nimekuwa katika kipindi chote. Kwa ufupi, pia kama mwandishi wake, kuandikia baadhi ya hotuba anazozitoa au maelekezo anayoyatoa ya kufanya research katika vitabu mbalimbali na kuandika baadhi ya mambo ambayo anayataka kuyatolea hukumu katika Uislamu katika upande wa fatwa. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya kazi nyingi katika baraza kwa ufupi, lakini aliweza kufikia mahala pa kuniteua sasa kuwa mjumbe wa Baraza la Ulama. Ni mwaka 1994, mjumbe wa Baraza la Ulama. Hii ni ngazi ya juu, baada ya mufti ni ngazi hiyo. Baada ya mufti ni ngazi hiyo. Nikashughulika na shughuli hizo ambazo tulikuwa tunapata maelekezo kutoka kwake mwenyewe kama mufti zinazohusiana na ujumbe wa Baraza la Ulama. Na ujumbe wa Baraza la Ulama manake ni kama wajumbe kama neki hivi, ambao inashughulika na masuala yote makubwa ya baraza na nidhamu ya baraza zima, na ndio baraza ambalo lenyewe linakuwa na maamuzi ya mwisho katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Kwa hiyo kunapokuwa na mambo makubwa yanahitajika maamuzi, anakuwa mufti mwenyewe yupo, na kuna katibu wa Baraza la Ulama na wajumbe wa Baraza la Ulama wanatoa maamuzi juu ya masuala ya dini ya mwisho. Baada ya hapo hakuna tena. Mimi niliingia katika ujumbe kwa muda huo wote, na walillahi alhamd. Pia nilikuwa mtu ambaye anapenda sana mufti nimsaidia hata kazi zake za hija. Kwa hiyo mara nyingi sana niliweza kuongoza hija
na kusimamia mahujaji katika nchi ya Saudi Arabia katika miji miwili mitukufu ya Maka na Madina, pamoja na kutoa darsa, yani kusomesha mahujaji, kutoa maelekezo ya namna gani mtu anatakiwa kuhiji katika kipindi kirefu tu tangu mwaka 1997 nimeendelea kuwa ni mtu wa kusimamia masala ya hija. Nyingi mno mpaka nimesahau, lakini nimehiji toka kipindi hicho kizungumza hizo, nimekosa hija kama 4 tu, lakini siku zetu hija zote nimehiji. Yani ile Maka na Madina ninavyojua kama ninavyojua Dar es Salaam na Kinondoni. Kwa hiyo nimeendelea kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu, na mimi ndio nilioleta mageuzi kupitia ushauri wa Mufti Sheikh bin Juma. Nimemshauri na akakubali ushauri wangu. Wakati huo ilikuwa hija, watu wakienda hija wanaanzia Madina, wanamalizia Maka, wanakwenda Jeddah, wanapanda ndege, wanarudi nyumbani Tanzania. Lakini mimi nilimwambia Sheikh ni vizuri tuanze Maka, kwa sababu Maka ndio kwenye ngija za misukosuko ya hija. Kwa hiyo haji ya kishahidi na amemaliza hija yake tayari, anapata fursa ya kwenda kufanya ziara mji wa Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anazuru msikiti wa Madina na mzuru bwana mkubwa. Kipindi kile cha siku 8 ambacho atakuwa amekaa kule Madina, kwake itakuwa amerelax kwa kiasi kubwa na machovu yatakuwa yameondoka. Kwa hiyo atarudi nyumbani akiwa na siha iliyokuwa kamili. Alikubali ushauri huo na ndio unaoendelea mpaka leo. Wakati huo hakuna taasisi nyingi. Taasisi zilikuwa ni 3 tufanye. Taasisi ya BAKWATA, kisha ilikuja ikaanzishwa Haji Trust kwa upande wa Tanzania bara, lakini kulikuwa na wakfu na mali ya amana kwa upande wa Zanzibar. Ni 3 tu. Mtindo huu pia uliwapendeza watu wa taasisi nyingine, baadaye wakaja wakaiga. Kwa tunazo taasisi mpaka sasa hivi zinaanza nazo Maka kwenda Madina, kumalizia Madina, lakini ule utaratibu ule tuliuanza sisi BAKWATA na leo uanzisha ni mimi. Ziko taasisi ngapi mpaka sasa ambazo tunazitambua? Nyingi sana. Taasisi nyingi. Kwetu ziko karibu 15. Ndio idadi ambayo tulikuwa nayo. Mwaka watu hujajua kama kuna nyingine zitajiandikisha. Lakini mpaka mwaka jana tunaanza 15. Kwa hiyo baadaye mwaka 2002 tulihiji pamoja na mufti wa mwanzo Sheikh bin Juma, na ndio mwaka ambao Mwenyezi Mungu alimختari akafariki dunia. Lakini wakati tuko katika mawanja ya Arafa kule katika mashair, yani katika maeneo yale ya kufanyia ibada za hija, mimi aliniambia kwamba inawezekana nisikanyage hii ardhi tena. Inawezekana. Sioni kama kuna uwezekano wa mimi kukanyaga ardhi hii tena. Kwa hiyo ninakuhusia wewe na wenzako mliangalie sana baraza. Alisema maneno haya. Mimi sikuyachukulia sana uzito, nikaona anasema tu shekhe. Alafu nilikuwa sipendi maneno kama yale aniambie, najisikia vibaya. Lakini mtu mzima ndio kashasema, na ni mwaka ule aliniambia mimi sitaki unipe nafasi yoyote ya kusema. Nataka nipumzike tu mwaka huu. Na kweli alikuwa hivyo, maana kawaida huwa kunakuwa na darasa za mwisho kule hija anazifanya mwenyewe kama mufti. Anazifanya mwenyewe. Lakini mwaka ule alikataa kabisa. Mimi nilimlazimisha angalau aseme neno katika mawanja ya Arafa ili Watanzania waisikie sauti yake na wamsikie ametoa maagizo gani na mwongozo gani kwa Waislamu na mahujaji kwa ujumla. Akanikubalia, huko kifua kikawa kinamuuma, lakini akazungumza kidogo, kisha akaniachia mimi nikaendelea na mawaidha. Tuliporejea hija hakukaa isipokuwa wiki 2 tu akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikawa tumemkosa mtu muhimu, mtu mkubwa, mwanachuoni mkubwa ambaye tulikuwa tukimpenda, mwalimu wetu
alitusomesha mambo mengi, alitusomesha ilmu. Na katika jumla ya walimu niliosoma hata kwa Sheikh Ahmed bin Juma nimesoma. Ile mufti wa Mwanza pia. Mimi ni mwanafunzi wake vile vile. Kwa hiyo tumepata vitu vingi, na mbali ya hivyo pia ametufundisha hata namna ya uongozi katika mabaraza makubwa kama haya. Tumepata uzoefu kutoka kwake, kama mwenyewe katika mkutano mkuu mmoja kule Dodoma, ilikuwa mwaka 2005 ile. Akasema, jamani, inawezekana mimi nikafa au nikachoka tu kawa sina haja tena kuwa mufti, nataka kupumzika. Lazima tumtengeneze mtu ambaye anaweza kushika hii nafasi, lakini lazima tumfundishe mtu yule, lazima tumpate mtu ambaye tunaweza tukamfundisha na kazi hii. Hayo maneno aliyosema, uambie ule mkutano mkuu. Watu wakapata wasiwasi, wakawa hawana raha ile maneno aliyozungumza yeye. Hawakupenda wajumbe kusikia maneno kutoka katika kinywa cha mtu mkubwa cha aina hiyo. Maana wanaona ni kama kwamba anajipigia mbiu ya kuondoka ulimwenguni. Lakini ukweli kwamba alizungumza vitu namna hiyo, na labda sisi tunaweza kusema na wenzangu tulibahatika kuweza kupata nafasi ya kupata maelekezo na mafunzo na namna ya yeye pamoja na viongozi wenzake wengine wote waliokuwa katika kipindi chake kujua namna gani ya kuongoza na namna gani ya kulipeleka baraza. Kwa hiyo mwaka 2002 akafariki shekhe, akaondoka ulimwenguni. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu akajalia tukampata Sheikh Isa Shaban Simba, ambaye mara ya kwanza alikuwa ni mjumbe mwenzetu wa Baraza la Ulama. Lakini katika sisi wajumbe wa Baraza la Ulama tulimpendekeza yeye achukue nafasi ya Sheikh Ahmed bin Juma awe mufti wa Tanzania. Kwa hiyo alikaimu kwa siku 90, baadaye ukafanyika uchaguzi, akawa amepita, na sisi tulitaka apite yeye, ikaendelea habari mpaka mwaka 2015 alipofariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baada ya kufariki ndipo ilipohitajika sasa kupatikana mtu mwingine wa kuweza kushika nafasi, kwa sababu yeye ndio hatunaye Baraza la Ulama, kwa sababu na mimi nilikuwa ni Baraza la Ulama. Lakini kabla ya hapo alipoingia Sheikh Isa Shaban, mimi aliniteua baada ya kupata umufti, aliniteua kwa naibu mufti. Kwa hiyo nikawa nimepanda daraja kutoka kwenye Baraza la Ulama afu nikawa ni naibu mufti. Mwaka gani? Mwaka 2003 ile. 2003. Mara tu baada ya uchaguzi wake. 2003 ile. Kwa nikawa naibu mufti. Walipofariki mwaka 2015, Baraza la Ulama likakaa, tukajadili, basi wakaona mimi ni kaimu ile nafasi. Kwa hiyo nikakaimishwa. Kafanyika utaratibu wa kura, na bahati nzuri nikapata kura zote. Nadhani watu wa magazeti mnaelewa. Nikawa na kaimu katika siku zile 90 kwa mujibu wa katiba. Baada ya siku 90 tukafanya uchaguzi Dodoma, na bahati nzuri nikafanikiwa pia kupata nafasi hii ya kuwatumikia Waislamu kwa ngazi hii ya umufti kwa kupata kura zote. Na ndio hii mpaka leo tunaendelea kushughulika na Waislamu. Kwa hiyo malengo yetu makubwa katika baraza kwa sasa ni kujaribu kutaka kuleta mageuzi katika upande wa elimu, hii secular education, lakini pia mageuzi katika elimu ya dini, ambayo ndio lengo kubwa la kupatikana chombo kama hiki cha baraza. Lakini kadhalika mageuzi ya uchumi, na jingine mageuzi katika kuishirikisha jamii, na mageuzi katika masuala yanayohusiana na afya, lakini kubwa kuwaunganisha Waislamu, kuwaunganisha Waislamu, kuwafanya kuwa ni kitu kimoja, kuwafanya kuwa na mshikamano, na kujaribu kuipiga vita mifarakano iliyo kati ya Waislamu baina yao, baina ya taasisi na taasisi au taasisi na baraza, kuondosha ile utafahamu, ile namna ambavyo ya watu wanalielewa vibaya baraza. Na kwa sababu mimi kwa miaka mingi kama nilivyokuelezeni nilitumia njia nzuri sana ya kuweza kulijua baraza, na kwa sababu najua changamoto zake, ndizo ambazo nakwenda nazo mpaka sasa hivi. Jambo kubwa kabisa ambalo nalifanya sasa hivi mimi ni kuunganisha Waislamu,
na kuwafanya kuwa kitu kimoja. Hili ndio lengo langu kubwa. Lakini pia kuna masuala ya kiuchumi, masuala ya kielimu kama alivyozungumza, masuala ya kijamii. Lakini vile vile kutengeneza utaratibu wa kuboresha hali za Waislamu na kuboresha hali za mashekhe na maimamu, maustadhi, walimu wa madrasa, na kuangalia namna gani tunaitunza amani tuliyokuwa nayo. Amani tuliyokuwa nayo tunaitunza namna gani? Hili ni swala muhimu sana katika jamii yetu, na najaribu kuzungumza na mashekhe, maimamu, viongozi wote wa dini, na tangu nimeingia mpaka leo karibu miaka mitatu, na tumekushafanya kazi kubwa sana ya kukutana na taasisi mbalimbali za Kiislamu kuzungumza juu ya masuala mbalimbali, na ninawashukuru watu wa taasisi nyingine na mashekhe wa taasisi nyingine zote kwa kuwa wanakubaliana na mimi. Kila ninapowaita tunakutana nao, tunajadili juu ya masuala ya Uislamu na kuwaeleza kwamba baraza ni chombo chao, wasikimbie. Inawezekana walifahamu vibaya huko mwanzo, lakini baraza ni chombo cha Waislamu kwa sababu chenyewe kinasimamia maslahi ya Uislamu na Waislamu, na chenyewe kinasimamia juhudi ya mtu mmoja mmoja, Muislamu mmoja mmoja, na taasisi ambayo tunaiona inataka kufanya jambo ambalo lina maslahi na maendeleo katika Uislamu. Baraza linatakiwa lisimame kuziunga mkono zile juhudi ili ziweze kufanikiwa. Hii ndio kazi ambayo tunaifanya mpaka sasa hivi, na nashukuru kwamba nawashukuru tena mashekhe kwamba wameunga mkono sana katika jambo hilo. Wote wengi sana taasisi mnazoziona hizi tumeweza, na hata wengine tumejaribu kuingiza katika kipengele ambacho katika katiba yetu kuna kipengele kinaitwa Majlis Tansiq au Coordination Council, kama baraza la mahusiano linalounganisha Waislamu walio ndani ya uongozi wa baraza na wale ambao hawako ndani ya uongozi wa baraza, wako nje. Kutumia kipengele hiki tunaweza tukawaita, tukazungumza, tukashauriana, tukakubaliana juu ya jambo moja ambalo lina maslahi ya dini. Tushakaa kwa ajili hiyo mara nyingi tu, na mpaka sasa hivi tunaendelea kukaa juu ya masuala kama haya. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni hiyo niliyoeleza, na nyingine ya ziada ni kwamba nina kazi kubwa tatu. Kwanza ni maslahi ya Uislamu. Kama mufti natakiwa lazima niangalie maslahi ya Uislamu. Hilo ndio jambo kubwa kabisa. Lazima nihakikishe kwamba maslahi ya Uislamu yanastawi vizuri. Na jingine ni maslahi ya baraza kama chombo, kwa sababu ni amana nimepewa. Na jingine ni maslahi ya taifa, kwa sababu huu Uislamu wetu umo ndani ya nchi, lazima tutekeleze tukiwa katika nchi inayoitwa Tanzania. Sasa lazima maslahi ya taifa kama kiongozi niangalie, na hiyo ni dini hasa. Uislamu ndio umetuambia kitu cha namna hiyo, sio masuala ya siasa. Ni Uislamu ndio umetuambia kitu cha namna hiyo, kwamba lazima uangalie mtu. Min alamati al-imani hubbul watan, katika jumla ya alama ya Uislamu, mtu anaambiwa na Uislamu kamili ni yule anaonekana kwamba ana uzalendo katika nchi yake. Kwa hiyo maslahi ya nchi na maslahi haya tunayoita maslahi ya taifa ni katika jumla ya vitu ambavyo tunakusudia kuvisimamia na tunaendelea kuvisimamia. Tunayo kurugenzi maalum ambayo inashughulika na masuala haya, ambayo inaongozwa na bwana mmoja anaitwa Ali, anashughulika na swala hilo linalohusiana na masuala yote ya elimu hii ya secular ya mashule. Na tayari shule zetu wameshatengeneza utaratibu unaoweza kutoa matokeo mazuri, na nadhani mtakuwa mmeona tofauti kidogo iliyojitokeza hata mwaka jana katika mitihani iliyopita, na tunatarajia mitihani hata hii inayokuja, hii iliyopita sasa hivi, kuleta matokeo mazuri. Na tumeanza kuziboresha shule katika kiwango cha juu sana kupitia hiyo kurugenzi. Kwa hiyo tuko katika mkakati wa namna hiyo. Na ama elimu ya secular kwa ujumla kwa Waislamu, ndio mahimizo yetu
hata watu wa taasisi nyingine tunajaribu kukaa nao kuona zinaboreshwa vipi shule na wataalamu wetu, kwa sababu sasa hivi sisi kama baraza sehemu kubwa sana tunatumia sana wataalamu, na kauli yangu au kauli mbiu yangu ni kwamba tusiwaache wataalamu katika kila jambo. Ikiwa tunazungumzia elimu, tutafute watu ambao ni wataalamu katika masuala ya elimu, na bahati tunao watu ambao ni vigogo magunge kabisa katika masuala ya elimu ambao wanasaidia juu ya fikra ya namna kuboresha shule zetu. Na tukitaka mambo ya uchumi tunatumia watu ambao wana taaluma ya uchumi. Sio sisi kama BAKWATA hapa tuzungumzie uchumi, kwa sababu hatuna taaluma hiyo, lakini tunachoweza kukifanya ni kumtafuta mtu mwenye taaluma ya uchumi, yeye na wenzake wakae watengenezee kitu ambacho kitaweza kutupa mwanga katika masuala ya uchumi. Basi kadhalika elimu pia tumefanya namna hiyo, na wako watu ambao wenye kushughulika na masuala kama haya. Kwa mfano yule Abubakar Rajab ni mmoja, alikuwa ni mwenyekiti wa NSSF, ile bodi ya NSSF yeye alikuwa, lakini zamani alikuwa katibu wa Wizara ya Elimu. Nadhani baadaye akawa katibu wa waziri mkuu au makamu wa rais, kitu kama hicho alikuwa. Sasa huyo basi amestaafu, tunamtumia sana katika masuala ya elimu, na wengine wengi maprofesa mbalimbali ambao kwa bahati mimi na bahati watu wengi nikiwataka hakuna anayekataa kuja katika ofisi hii na kutoa ushirikiano. Na masuala ya sheria tunatumia watu wenye taaluma ya kisheria. Kwa ufupi, tunawatumia wataalamu katika masuala hayo yote, na hivi ninavyozungumza wamo ndani ya kutafuna namna bora zaidi juu ya masuala ya elimu ili shule zetu zifikie katika kiwango kinachohitajika. Madrasa maana ni chuo, ni kama Islamic College hivi, watu kwa ajili ya kuspecialize juu ya mambo yanayohusiana na elimu ya dini, ambao mimi naona kama kuna kiwango kimeanza kupungua sana cha elimu ya dini. Sasa tunaona watu wengi wanajitokeza wanazungumza vitu ambavyo ukiviangalia kielimu si havijakaa sawa sawa. Kwa tumejaribu kuhamasisha kuboreshwa kwa madrasa zote, na ndio maana hata hivi karibuni tumejaribu kutengeneza kozi ya mambo ya tehama. Sijui kama mlikuwa siku ile tunatoa vyeti hapa vya maimamu, mashekhe, maustadhi karibu 100 mshachukua vyeti vya mambo ya IT, ya mambo ya tehama, ili angalau wawe na uwezo mkubwa wa kuweza kujitayarisha katika hutuba zao, katika mawaidha yao, lakini pia kupewa semina na masomo maalum kwa ajili ya kuangalia tekniki za usomeshaji wa elimu ya dini. Hiyo pia ipo, lakini sisi kama baraza tumeanzisha kitu kinaitwa Darul Maarif. Darul Maarif ambayo imekuja kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya pili, Mheshimiwa mzee wetu Mzee Ali Hassan Mwinyi. Mwaka ule wa kwanza tu baada ya mimi kuingia katika madaraka tulianzisha kitu kinaitwa Darul Maarif. Na hii kwa nini nimeanzisha? Nimeanzisha kwa sababu BAKWATA ina shule nyingi za kizungu, za hii secular education nyingi sana, ndio hizo tutazomenyana nazo katika kuziboresha, lakini hakuna madrasa hata moja iliyoanzishwa na baraza. Hakuna tangu 68 mpaka 2018 hamna. Kwa hiyo mimi nilipoingia, kwa sababu nilikuwa na mikakati hiyo kichwani kwa miaka mingi, nikaona lazima kuanzishwa kitu kinaitwa Darul Maarif. Hii itakuwa inahusiana zaidi na elimu ya dini, kuboresha elimu ya dini, kwamba wasome vijana elimu ya dini na wasomeshwe na vitu vya ziada kama lugha za kigeni, kwa mfano Kiingereza, Kifaransa, Kiarabu ambacho ndicho wanachokitumia zaidi katika masomo yao, kiboreshwe pia, lakini vile vile na ufundi stadi, wasome mambo ya ufundi stadi, ili akitoka pale mwalimu anakuwa ni mwalimu aliyekamilika na hahitaji kuwa na taabu, kwa sababu anaweza akawa ni mwalimu lakini ni fundi umeme, ni shekhe lakini ni mjenzi, ni shekhe lakini ni fundi kapenta. Anakuwa anayo taaluma ambayo amejifunza, anajua kompyuta, anajua lugha, mawasiliano anayo, ili uwanja ule wa dawa uweze kupanuka, aweze kufanya dawa kwa watu wanaojua Kiingereza, sema nao Kiingereza, wanaojua Kifaransa, sema nao Kifaransa. Hiyo ni juhudi ambayo tumeishaianza, na Darul Maarif ninavyozungumza mimi hapa makao makuu tayari ipo,
mpaka sasa hivi hapo na watoto kama 100 hivi vijana wanasoma na wako kiwango kizuri cha kielimu. Ukienda ovyo ovyo mtu ukajitia sheshe watakutoa nishai sasa hivi hapo. Tunao hapo. Tunao vijana hapo wengi sana. Sasa hii tumeagiza kwa nchi nzima. Kila mkoa uwe na college hii inayoitwa Darul Maarif. Kwa mfano Dodoma, Singida na mikoa mingine Kigoma, wapi tumekishaagiza mashekhe wanashughulika kuanzisha hiyo Darul Maarif. Na imekishaanza kuleta natija kubwa sana. Kwa sababu hii itatusaidia vile vile hata kwa baadaye kuwapata viongozi bora ndani ya baraza ambao tumewafundisha wenyewe, tumewapa sera wenyewe, tutapata viongozi bora. Kwa hiyo ndio hali ambayo tunakwenda nayo. Lakini pia na kuzitia nguvu madrasa za taasisi nyingine na za mashekhe wengine, na mpango wetu mkubwa tulionao tunataka kutengeneza syllabus ya pamoja. Syllabus moja ambayo itakuwa inatumika kwa nchi nzima. Ukienda katika madarasa hii unakuta syllabus ile. Ukienda wapi unaikuta syllabus ile. Na nakumbuka hata wenzetu wa Kenya walinifuata hapa mashekhe kwa ajili ya kitu kama hicho ambacho wanataka tutengeneze. Wako wengine wameleta sample ya hata vitabu ambavyo tunaweza tukavitumia katika mfano mambo ya sira, unaona? Na jamaa wameandika, ndio nimeleta kwa ajili ya kuvisahihisha na vipitia kuvisahihisha tuone kama vitaweza kuendana na hiyo fikra ya syllabus. Kwa tuko katika mpango mzuri kabisa wa kuhakikisha kwamba hata elimu ya dini nayo inasoma. Lakini na elimu ya dini kwa akina mama. Elimu ya dini kwa akina mama nayo ni mambo ambayo tumeyazingatia na yameshaanza yanaendelea. Kwa mfano Darul Maarif kuna kitengo maalum kinachohusiana na akina mama. Wanasoma elimu ya dini na elimu nyingine kwa ajili ya kujikimu. Lakini pia tuna mpango ambao tumekwisha mwakani utakapofika, Mungu akijalia, kupitia ofisi ya katibu huyu hapa, tuna utaratibu wa kuanzisha masomo yale ya miaka miwili ya ile secular education QT unaita dhani. Sasa ile QT kwa walimu ambao hawakubahatika kupata elimu ile. Kwa maana walimu wa madrasa. Walimu wa madrasa, niko kwenye madrasa. Walimu wa madrasa, maimamu pia, mashekhe, maustadhi na kila anayetaka, Muislamu anayetaka ataingia katika jambo hilo. Kwa ajili ya kutaka kubalance huku na huku. Na hayo ni mepesi sana kwa walimu kwa sababu elimu hizi zinazosomwa huku katika upande wa elimu ya dini ni ngumu sana. Ukilinganisha na geography au chemistry ambayo angeweza kuisoma shule ya sekondari. Hata ukiziangalia zile syllabus afu ukiangalia huku unaona huku kugumu kuliko huku. Unaona? Lugha ya Kiingereza, na tunao walimu tumewapata wazuri ambao wana method nzuri sana ya ufundishaji. Maana wanafundisha kama wanamfundisha mtu alifu bei hivi. Kwa hiyo mtu akitoka pale anakuwa ametoka huko anajua elimu hata hizi nyingine. Na ikiwezekana baada ya miaka miwili anakuwa mtu kesha na kuzitumia shule zetu hizi tulizokuwa nazo za BAKWATA hizi. Ndio wataweza kujiunga katika mitihani ile inapofika wakati wa mitihani wanajiunga, wanafanya mtihani kama watu wengine kupitia shule zetu. Na labda nikuongezee juu la swala ya elimu ile ya secular education. Kuna jambo nilikuwa nimelisahau. Kuna mfuko wa mufti hapo umeanzishwa. Katika jumla ya kuboresha mambo, kuna mfuko wa mufti. Katibu mpaka sasa hivi mko watu wangapi? Kwa 400. Kama 420 hivi watu ambao nimewasomesha kupitia ofisi ya mufti na mfuko wa mufti. Watu kama 420 hivi kwa nchi nzima. Na wako wengine hapa, wengine wako boarding hapa wanasoma. Hawa ni vijana ambao tunaona wanatembea mitaani ovyo ovyo, lakini kipaji wanacho. Tunajaribu kuangalia namna gani ya kuweza kuwasaidia. Na mipango mingi sana ambayo tulikuwa nayo, ambayo yote hayo na hiyo mipango yote hiyo inalenga maendeleo kwa Waislamu kwa ujumla. Sisi kwanza tunawahimiza Waislamu wenyewe wajitambue. Tuna slogan ambayo tumeiweka hapa kama falsafa ya baraza. Jitambue, badilika, wacha mazoea. Jitambue, badilika, wacha mazoea. Makusudio yetu ni kutaka kwanza kuwaizindua Waislamu kama tambihul ghafilin. Waislamu wapende kujitambua. Tukizungumza uchumi, basi wajione kwamba na wao ni katika sehemu ya uchumi. Wanaoweza kufanya kazi za kilimo wafanye.
wanaoweza kufanya kazi za biashara wafanye, waliosoma na kuweza kufikia kiwango cha kuweza kuajiriwa na ajira ikawa ipo na waajiriwe, wasikae tu hivi. Mtume hakuhimiza namna hiyo, wala Mwenyezi Mungu hakutuhimiza namna hiyo. Na kwa sababu baraza haijakuwa na nguvu la kumwezesha kila mmoja kuweza kutengeneza uchumi wake, lakini lina uwezo wa kuweza kuunganisha na taasisi nyingine za kifedha na kuweza kufanya shughuli zake mtu na nani. Hiyo pia iko katika mpangilio wa hilo shirika letu ambalo liko chini ya katibu mkuu. Mimi nalima sehemu nyingi tu. Morogoro nina shamba, Tanga nyumbani kule nina shamba kubwa tu nalima, na matrekta nayo vile vile. Kilimo ndio maana neno langu la kwanza nimewahimiza watu kilimo, kwa sababu najua kilimo kitajenga sana uchumi kwa Waislamu. Kitajenga sana uchumi kwa Waislamu. Wakilima mihogo sasa hivi unaweza ukapeleka hata nje ukauza. Ukilima mapapai kadhalika unaweza ukauza, ukajitengeneza. Mahindi unaweza tukaondoka katika ufukara huu. Kwa hiyo kilimo ni kitu kizuri ambacho mimi nawahimiza Waislamu kushughulika na masuala ya kilimo. Na hata BAKWATA tulikuwa tunashughulika sana na mambo ya kilimo, na sasa hivi tuna mkakati wa kuanzisha kilimo kupitia shirika letu ile ambalo likamilika mipango yake. Tutakuwa na mashamba mengi tu huko, na tumetoa oda kwa viongozi wetu wote wa baraza washike maeneo ya kilimo nchi nzima kwa mikoa yote, ili tuweze kulima korosho, tulime ufuta, kwa ajili ya swala hilo la kuweza kukuza swala la kilimo, swala la uchumi, tutokane na masuala ya kuombaomba. Haitakiwi Waislamu wetu tunaombaomba. Ifikie mahala sisi tunataka msaada, tusaidie. Hayo ndio makusudi na ndio malengo yetu inshallah. Tunajivunia mambo mengi. Moja kwanza ni kupata chombo kinachoitwa baraza. Hii ni neema kubwa kabisa. Lao ingekuwa hakuna hiki chombo, maana Waislamu tungekuwa shadhar madhar wanaita Waarabu. Yaani watu tumekaa ovyo ovyo, hatuna mpango, hatuna kitu ambacho kinatushika. Kwa hiyo kule kupatikana kwa baraza peke yake ni neema kubwa sana kwa Waislamu. Inawezekana Waislamu wenyewe hawajui kama ni neema, kwa sababu ya interest zao, na kila mmoja ana interest yake. Mwingine ana interest kwamba labda angekuwa yeye ndio ingekuwa sawa, lakini kwa sababu kwa sasa si yeye, si sawa. Unaelewa mpaka hapo? Lakini kwa maneno yangu mimi nasema kwamba kwanza neema kubwa ni kupata chombo kinachoitwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kwa sababu nchi nyingi zina mabaraza lakini hamna wazalendo ndani ya mabaraza yale. Unaweza ukaona uongozi wa Waislamu katika nchi fulani, kiongozi mkubwa ni mtu wa sampuli nyingine, sio mzalendo. Tanzania peke yake labda na Kenya na Uganda na nini na Burundi na Rwanda ndio watu wengi katika nani viongozi, na hata sisi ndio ambao uongozi unatokana na sisi wenyewe wa Tanzania. Moja ya sharti ya kuwa kiongozi katika baraza ni sharti uwe Mtanzania. Kwa hiyo ni neema kubwa sana. Na ndio hata katika maelezo yataelezwa sana na watakaoeleza katika miaka 50, hakuna haja kuharibu hapa. Lakini hiyo kwanza ni neema, ni kitu cha kujivunia kwa Waislamu. Kwanza kikubwa wajivunie baraza, wamepata chombo. Masuala ya changamoto ni sehemu zote zina changamoto, hata nyinyi kwenye shughuli zenu kuna changamoto nyingi tu. Na chombo hiki ni kikubwa sana, kimekaa kama msonge. Baraza limekaa kama msonge. Hakuna chama wala hakuna taasisi Tanzania wala mahali pengine popote iliyokaa vizuri kama baraza, kwa sababu imeanza taifa huko juu, ikaja mkoa, ikateremka wilaya, ikateremka kata, ikateremka msikitini, ikateremka kwenye kaya, yani kwa maana mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo unakuta ni chombo kimeenea nchi nzima, ni nchi nzima. Hakuna sehemu ambayo hukuti BAKWATA hamna, Tanzania nzima hamna. BAKWATA haiko pamoja na serikali. Serikali ni kitu mbali na baraza ni kitu mbali. Isipokuwa BAKWATA haiwezi kufanya kazi yake bila kushirikiana na serikali. Kama ambavyo hata mtu mmoja tu ndani ya Tanzania, wewe pia huwezi kufanya shughuli zako bila serikali. Kiwanja chako unachokaa wewe umekipataje kama sio serikali? Wewe biashara zako unazifanyaje? Kwa mfano nyinyi nani mwananchi, mmepataje kibali cha gazeti lenu na vyombo vya habari bila serikali? Sasa sisi BAKWATA inapokuwa tunashirikiana na serikali katika masuala hayo ambayo na sisi kama wananchi, na BAKWATA ni chombo cha wananchi.
Waislamu, kwa sababu Waislamu ni sehemu ya wananchi wa Tanzania, wanayo haki ya kuhudumiwa na serikali kama walivyo na haki watu wengine. Na ndani ya Tanzania kuna taasisi nyingi ndogo ndogo na mashirika mengi kama hata hayo ya kwenu ambayo yanahudumiwa na serikali pale wanapohitaji huduma serikalini, na BAKWATA kadhalika, tunapohitaji serikalini huduma ni lazima tuende katika serikali. Sasa kwa hilo tu ndio mtu aseme tunashirikiana? Sisi chombo hiki ni chombo cha serikali? Sisi sio chombo cha serikali. Na serikali inapotaka kuzungumza na jamii ya wananchi wake aina ya Waislamu inapitia katika baraza. Na ndio maana ndio kasema kwamba neema kubwa inatakiwa kila mtu awe Muislamu awe si Muislamu katika miaka 50, kwamba ni kitu gani ambacho labda tunaweza tukajivunia. Ni kujivunia baraza, kwa sababu ndio chombo kinachowaunganisha Waislamu na ndio msemaji wa pekee kwa Waislamu. Na ukiwa na jambo sisi tunasema, kuna matukio mengi sisi tunasema. Unajua watu wengi ni kwanza vyombo vya habari wao wako mbali navyo. Alafu unajua na siku hizi pia kumekuwa na Uislamu umekuwa kama vile Yanga na Simba hivi. Yaani sio ule Uislamu mtu anasema katika Uislamu barabara. Kwa sababu Uislamu haswa hathubutu kusema jambo ambalo litamtia katika dhambi. Kuthubutu, kwa mfano mimi siwezi kuthubutu kuzungumza jambo ambalo unajua hili tayari ni dhambi. Kwa Muislamu moja ya mambo yaliyoharamishwa kwake ni hayo. Na moja ya dhambi anasema kafa bil mar'i ithman ayuhaditha bikulli masami'a. Ikiwa hiyo ipo kwamba inatosha kwa mtu kuwa ni dhambi, kila alilolisikia na alielezea, hiyo pia ni dhambi. Mtume anasema naam. Yaani wewe mambo ya mji mzima unazungumza wote ndio kimetokea hivi, wewe umetokea hivi, ni dhambi tayari. Sasa Muislamu lazima uwe na limit ya usemaji. Sio unasema hivyo, wewe na limit. Alafu ueleze je, jambo hili linaweza likaleta madhara gani? Lakini sisi tutasemea. Tumezungumzia masuala ya ugaidi, masuala ya nini? Shelui kama nyinyi vyombo vya habari mmefuatilia, mtakao mmeona tumezungumza zaidi ya mara 2 tumezungumza. Hata mtu mmoja aliniuliza mbona hujasema tena? Huwezi kusema tena, ni ukichaa. Nishasema mara ya kwanza, nishasema mara ya pili. Unasemaje tena? Sisi tunangojea jawabu tu. Na kuna mambo mimi nayafanyia kazi, siwezi kuyasema wazi. Siwezi kusema wazi. Kule kusema wazi maana yake mimi sina busara na sina maana na sifai. Kwa sababu sio kila jambo lazima liwekwe wazi. Na sio kila jambo lazima wewe ulijue. Mimi naangalia maslahi tu ya Uislamu, naweza kuutetea vipi? Kama natakiwa kuutetea kwa wazi, nitatetea kwa wazi. Kama wenyewe hauna haja kutetea kwa wazi, natakiwa nitetee kwa ndani, nitatetea kwa ndani bila kujali mtu mwingine atasema nini. Yaani yako mambo yako chini ya kushughulikiwa. Unajua kuna mambo mengine ambayo kama mnayashughulikia afu mkiaweka wazi ndio mmeharibu, hafai tena. Umeelewa? Ndio nasema si kila jambo kielimu tunasoma. Si kila jambo yustata'u bihi al-jahru. Si kila jambo linatakiwa liwekwe wazi. Si kila jambo. Kule kuliweka wazi ni kuliharibu, kusifanikiwe. Umeelewa si mpaka hapo? Kuna mambo ambayo kama kiongozi unataka kuzungumza na viongozi wenzako juu ya jambo fulani, haifai kubweka. Haifai kubweka. Wewe unatakiwa ndio kuzungumza nao juu ya meza. Ndio unaeleza iko kadha. Unahakikishiwa namna mambo yanavyokwenda. Na ile jambo linafanikiwa. Hata masuala ya kibiti, mambo mengi tumeyashughulikia kwa undani sana. Mambo mengine yako chini ya sheria, kwa mfano kama wale watu wengine ambao wako mahakamani. Huwezi kuingilia jambo ambalo liko mahakamani. Nadhani sheria mnaijua. Utaliingilia jambo ambalo liko mahakamani mpaka lishe. Kwa mfano. Bado liko mahakamani. Jambo liko mahakamani hutaki kuliingilia mpaka lishe. Tunachohimiza ni kwamba haki itendeke. Anayestahiki kuhukumiwa hukumiwe. Yule ambaye ataonekana hana hatia achiwe.